Hujambo na karibu mtazamaji wangu mpendwa, karibu katika kipindi chetu cha kila siku cha Kiswahili Kitukuzwe. Leo hii niko na maswali lukuki na majibu ya Nguu za Jadi. Hii ni riwaya. Haya maswali ni maswali ambayo natabiria kuhusu mtihani wa kitaifa wa KCSE. Kwa hivyo hujambo na karibu. Swali la kwanza linasema, hata huyo Lesulia unajuaje atakuwa mtemi wetu tena? Umeishi ndani ya kivuli cha Lesulia kiasi cha kwamba hujui uchaguzi unabisha. Umo ndotoni wewe, aliye juu msubiri chini kaka. Wavyele hawakukosea waliposema ulichokiacha pwani kakingoje ufuoni. Nitarudia swali mtazamaji. Hata huyo Lesulia unajuaje atakuwa mtemi wetu tena? Umeishi ndani ya kivuli cha Lesulia kiasi cha kwamba hujui uchaguzi unabisha. Umo ndotoni wewe, aliye juu msubiri chini kaka. Wavyele hawakukosea waliposema ulichokiacha pwani kakingoje ufuoni. Swali la kwanza linasema hivi: changanua mbinu za kimtindo katika dondo hili. Changanua mbinu za kimtindo katika dondo hili. Mbinu za kimtindo, kama umeona methali mahali kama tashbihi, hizo ndio mbinu za kimtindo. Na hili swali ni alama 6, lakini nimeandaa majibu zaidi ya 6. Majibu ambayo nimeandaa ni majibu 17. Kwa hivyo jibu la kwanza, kuna balagha ama maswali balagha. Maswali balagha: hata huyo Lesulia unajuaje atakuwa mtemi wetu tena? Kuna swali balagha hapo. Swali balagha ni swali ambalo halihitaji jibu ama halihitaji kujibiwa. Mtindo wa pili, kuna jazanda. Kuna kivuli, pwani, ufuoni, ndotoni, juu, chini. Hayo maneno yametumika kijazanda kumaanisha mambo mengine. Tatu, kuna msemo, umeishi ndani ya kivuli. Umeishi ndani ya kivuli, yani inamaanisha hajui mambo ambayo yanatendeka. Ameishi ndani ya kivuli, hajui mambo ambayo yanatendeka. 4, kuna tashtiti. Hata huyo Lesulia unajuaje atakuwa mtemi wetu tena? Umeishi ndani ya kivuli cha Lesulia kiasi cha kwamba hujui uchaguzi unabisha. Kwa hivyo hiyo mbinu ndio inaitwa tashtiti, kuuliza maswali, tashtiti. Swali lenyewe ni swali balagha kwa sababu halihitaji jibu, lakini hiyo mbinu ya kuuliza maswali ndio tunaita tashtiti. Mbinu ya 5 ni huishi. Uchaguzi unabisha, yani uchaguzi umepewa sifa ya ubinadamu, ya kuwa na uwezo wa kuwa na mkono wa kubisha. Uhuishi ama pia unaweza ita tashhisi. 6, kuna takriri. Takriri ni kama urudiaji. Neno Lesulia limerudiwa, limetumika mara moja, mara mbili, limetumika mara mbili. Kwa hivyo hiyo mbinu tunaita takriri. Neno likitumika zaidi ya mara moja, hiyo mbinu itakuwa ni urudiaji, uradidi au takriri. 7, kuna nidaa. Umo ndotoni wewe, hiyo alama ya hisi ya kuonyesha hisia. Umo ndotoni wewe, hiyo ni nidaa. 8, kuna kisengere nyuma au pia inaitwa mbinu rejeshi. Wavyele hawakukosea waliposema ulichokiacha pwani kakingoje ufuoni. Kwa hivyo wavyele hawakukosea kumaanisha wanaturudisha kitambo, walishasema kitambo. Kwa hivyo ni kisengere nyuma au mbinu rejeshi. Pia kuna tanakuzi, aliye juu msubiri chini, ama pia wakati mwingine tunaita ukweli kinzani. Ulichokiacha pwani kakingoje ufuoni, aliye juu msubiri chini. Yani maneno ambayo, kauli ambazo husemwa upande mmoja ni kinyume cha upande mwingine. Kwa mfano hapa kuna juu na kuna chini. Kwa hivyo aliye juu msubiri chini, hiyo tunaita mbinu ya tanakuzi. Ama usiku na mchana, hiyo pia ni mbinu ya tanakuzi. Kufa kupona. Hiyo ndio mbinu ya tanakuzi mtazamaji. Kisha kuna methali, ulichokiacha pwani kakingoje ufuoni, ama aliye juu msubiri chini. Hiyo pia ni methali. Mbinu nyingine ni kejeli au dhihaka.
Kukejeli ni mtu, huo tumezoea kusema mtu kukuingilia, mtu kuingilia. Kwa hivyo hiyo ni kukejeli au kukupiga dhihaka ama kukupiga vijembe. Wakati mwingine tunaita kupigwa vijembe. Umeishi ndani ya kivuli cha lesulia kiasi cha kwamba hujui uchaguzi unabisha. Hapo alikuwa na mkejeli mwenzake. Ameishi kwa kivuli cha lesulia, yani ameishi kufuata mambo ya lesulia hadi ajui huku nje vile mambo yanaendelea, hadi amesahau kuwa uchaguzi unakaribia. Kwa hivyo hiyo ndio inaitwa kejeli au dhihaka au kupigwa vijembe. Mbinu nyingine mtazamaji ni taswira. Aliye juu msubiri chini. Kwa hivyo unaweza kuwa na ile taswira ya mtu ambaye ako juu ukimsubiri chini. Pia ulichokiacha pwani kakingoje ufuoni. Kwa hivyo kwa akili yako unaweza ona taswira fikirifu ambapo umeona pwani na pia umeona ufuo. Mbinu ingine ni kinaya. Aliye juu msubiri chini, binafsi wakubwa. Kwa hivyo ni kinaya, aliye juu msubiri chini. Kwa hivyo tunaweza jiuliza, mbona mtu ambaye ako juu kama unamhitaji, mbona usifuate huko juu lakini unamsubiri chini? Ulichokiacha pwani kakingoje ufuoni. Kwa hivyo ni kinaya, yani kwa kizungu tunaita irony. Pia kuna kweli kinzani, aliye juu msubiri chini. Aliye juu msubiri chini, mtu ambaye ako juu na msubiri chini. Pia kuna chuku, aliye juu msubiri chini, chuku. Ulichokiacha pwani kakingoje ufuoni. Hiyo pia ni kutilia chuku. Hiyo ni methali ambayo imetumika, iko na muundo wa chuku. Mtu aliye juu unamsubiri chini. Pia kuna litifati, wavyele hawakukosea waliposema ulichokiacha pwani kakingoje ufuoni. Ile hali ya kurudia makala ya kitambo. Kwa mfano mtu akisema kweli wahenga hawakukosea namna, hiyo mbinu tunaita litifati. Pia kuna majazi ambapo neno lesulia, jina lesulia limetumika kimajazi. Kwa hivyo mtazamaji wangu, tukiendelea kwa swali la ba, ningependa tu uweze kusubscribe, uweze kulike na uweze kubonyeza kengele ambayo iko hapo. Iwe ni njia kama ya kurudisha mkono kwa kazi nzuri ambayo naifanya. Swali la ba linasema hivi: ama kweli nchi hii huendeshwa na wabinafsi wakubwa? Kwa hoja 14 tahini ukweli wa kauli hii ukirejelea riwaya ya Nguu za Jadi. Ukirejelea riwaya ya Nguu za Jadi. Ama kweli nchi hii huendeshwa na wabinafsi wakubwa. Kwa hoja 14 tahini ukweli wa kauli hii ukirejelea riwaya ya Nguu za Jadi. Kwa hivyo mtazamaji wangu, swali hili linataka ufafanue ubinafsi namna unavyoendelea katika riwaya ya Nguu za Jadi. Swali hili ni alama 14, kwa hivyo linataka hoja 14, kila hoja ni alama moja, lakini nimeweza kujisatiti na kuandalia hoja zaidi ya 30. Hoja ya kwanza, kuna watoto kutapika, kuendesha na kudhoofika kiafya. Kwa hivyo tunafaa tujue mbona hawa watoto wanatapika na kuendesha na kudhoofika kiafya. Unaposoma riwaya unapata kuwa Sagilo anatumia ushawishi wake kuleta maziwa yaliyoharibika nchini kinyume na sheria. Hivyo watoto wanaendesha na wengine kudhoofika kiafya. Kwa hivyo anaenda kinyume na sheria, ambapo bidhaa ambazo wanaagiza kutoka nje ya nchi haziwezi kuhakikishwa kuwa viko salama, na hivyo hayo maziwa yanaweza kuleta madhara kwa watoto. Kwa hivyo huo ni ubinafsi. Pili, kuna utekaji nyara. Unapata kuwa Mtemi Lesulia anatumia vibaya mamlaka yake kumteka nyara Lonare ili ashinde uchaguzi. Kwa hivyo hawa ni watu ambao wanajitakia tu wao wenyewe, hawajali maslahi ya wengine. Hiyo hoja ya kwanza. Unapata kuwa Sagilu haja yake ni kupata pesa, kwa hivyo hajali maslahi ya watoto wa watu. Pili, utekaji nyara. Unapata kuwa Mtemi Lesulia anajijali tu yeye mwenyewe, anataka tu ya kuwa kiongozi kwa miaka yote, ila hajali mwenzake ambaye ni Lonare.
Tatu, kuna kutengwa kwa wanawake. Unapata kuwa mila na tamaduni za Matuo zinahakikisha wanaume wanawatenga wanawake katika nyadhifa za uongozi na hata kuwanyima fursa ya kuhutubu. Mfano ni Mangwasha. Kwa hivyo hapo ni ubinafsi. Unapata kuwa wanaume wako na ubinafsi, wanajali jinsi yao peke yao, bali hawapi wanawake nafasi pia ya kuonekana katika viwango kama vile vya uongozi. 4, kuna aibu. Unapata kuwa Mrima anabakia na aibu baada ya Lonare kufichua pesa alizokuwa amepewa na Sagilu kuwasaliti. Kwa hivyo unapata kuwa Mrima alikuwa anajitakia kivyake, hakuwa anatakia wenzake ambao alikuwa nao kwa mrengo mmoja. Pia kuna kuwanyang'anya leseni. Unapata kuwa madereva wa Lonare wananyang'anywa leseni, ili hali magari yao hakuna polisi ambao wanawaulizia kwa njia mbona hawana leseni. Pia unapata kuwa Mafamba ananyang'anya leseni baada ya kushindwa kesi. Na unapata kuwa serikali inatumia vibaya mamlaka kufanya hivyo. Pia hakimu aliamua kesi ya ardhi na kuwarudisha Waketo ardhi iliyonyakuliwa na Nanzia, na Mbwashu anafanyiwa vivyo. Kwa hivyo unapata kuwa kuna ubinafsi. Pia kuna vifo au mauko. Unapata kuwa wafanyabiashara waliompigu Sagilu wanauawa wanapokataa kufuata njama zake za kifisadi. Kwa hivyo Sagilu alikuwa na ubinafsi, alikuwa mbinafsi. Hakuwa anataka mfanyabiashara mwingine aweze kubobea kwa biashara namna alivyokuwa. Kwa ufupi, hakutaka mpinzani yote. Kwa hivyo huo ni ubinafsi, mtazamaji. Hoja nyingine ni kuwa kuna ukosefu wa ajira, ubaguzi katika kutoa nafasi za ajira. Kwa hivyo unapata kuwa kuna ubinafsi hapo upande wa kupata ajira. Unapata kuwa Mtemi na Wakule wenzake wanatoa ajira kwa mapendeleo, hivyo Waketo wengi wanakosa ajira. Hadi wakati mwingine wanaajiri Wakule ambao hawana tajriba ya kutosha, ama hawajaweza kupata tajriba ya kutosha kwa kiwango ambacho wanaweka wafanye kazi. Lakini unapata kuwa Waketwa wananyimwa nafasi hizo na wako na uwezo wa kuzifanya. Pia ukiritimba, mazingira mabovu ya kufanyia biashara. Unapata kuwa Sagilu anaagiza meli isitie nanga hadi amalize kuuza ngano yake kwa bei ghali. Kwa hivyo huo ni ubinafsi. Wanajijali wao wenyewe, lakini hawajali wananchi wa Matuo, hadi kiasi kuwa Sagilu anaagiza meli isimame katikati ya bahari ili amalize kuuza bidhaa zake ndio aweze kurudi na aweze kufikisha hiyo meli ndio auze kwa bei ghali. Pia kuna kukwepa kulipa ushuru, kunyima taifa pato. Sagilu na wenzake wachache serikalini wanakwepa kulipa ushuru, hivyo kunyima taifa pato. Chifu Mshabaha hatimaye anaandamwa kwa kuwa alikosa kulipa ushuru akiwa madarakani. Kwa hivyo hao ni watu ambao ni wabinafsi, wanajitakia tu, bali hawataki hata ukuaji wa taifa lao. Pia unapata kuwa kuna watu kufutwa kazi. Unapata kuwa Mangwasha anafutwa kazi kwa vile ni Mketwa. Mshabaha anatumia vibaya mamlaka yake kufanya hivyo kwa kufuta Mangwasha kazi. Anatumai ni kwa sababu Mangwasha alikuwa mpinzani wa mrengo wa kina Mtemi Lesulia na Chifu Mshabaha. Pia kuna uharibifu wa mazingira. Unapata kuwa matajiri wanachimba migodi na mchanga na kupaacha eneo lile tambarare baada ya kuwahonga viongozi. Kwa hivyo hawajali hayo mashimo yataweza kuwa hatari kwa binadamu wengine ama kwa wananchi wengine. Kwa hivyo huo ni ubinafsi. Wao wanajali tu zile pesa ambazo watapata baada ya kuchimba migodi. Pia kuna uhuni au ghasia. Unapata kuwa Mtemi Lesulia anawahonga vijana ili kuzua rabsha katika uchaguzi asalie madarakani. Pia unapata kuwa Sagilu anamtuma Sihaba kwenda kutupa bomu katika harusi ya Mrima na Mangwasha ili kulipiza kiasi ya kukataliwa na Mangwasha. Kwa hivyo huo ni ubinafsi. Mtemi Lesulia anajitakia tu yeye abakie ama asalie madarakani
bali hataki Lonare aweze kuingia kwenye madaraka. Pia unapata kuwa kuna unyakuzi wa ardhi. Watu mashamba yao yananyakuliwa. Unapata kuwa Nanzia na Mbwashu wanatumia vibaya ushawishi wao kunyakua ardhi ya Waketwa katika eneo la Matango. Wanachomekewa ili waweze kugawana ardhi hiyo. Huo ni ubinafsi kwa sababu hawajali wenzao wataenda wapi. Wao wanashughulika tu na namna watakavyojilimbikizia ardhi hiyo. Pia kuna ukimbizi wa ndani. Ukimbizi wa ndani kwa ndani. Unapata kuwa ardhi ya Waketwa inaponyakuliwa na Nanzia na Mbwashu, wanalazimika kuishi kanisani na katika kambi za wakimbizi. Kwa hivyo unapata kuwa kuna ubinafsi. Wakule wanaishi katika nyumba nzuri, mahali pazuri, sehemu za majuu na liwazoni, lakini unapata kuwa ardhi ya Waketwa inaponyakuliwa na Nanzia na Mbwashu, wao wanalazimika kwenda kuishi katika kambi. Kwa hivyo huo ni ubinafsi. Pia kuna ulanguzi ama matumizi ya mihadarati. Unapata kuwa Ngoso anatumia ushirika wake wa karibu na Mtemi kulangua mihadarati inayowafanya vijana kuacha shule. Kwa hivyo huu ni ubinafsi kwa sababu maisha yao yako sawa. Wao wenyewe labda hata watumii mihadarati, lakini wako na nafasi ya kulangua mihadarati kwa vijana wa watu wenyewe ili waweze kuacha shule. Huo ni ubinafsi. Pia kuna ufuska. Sihaba anatumia urafiki wake wa Sagilu kufungua danguro ambamo ufuska uliendelezwa. Hilo eneo la Sihaba lilikuwa linaitwa Redbeard Lodgings, RBL. Sagilu pia anahusiana kimapenzi na Cheia ambaye ni mkaza mwanawe. Kwa hivyo huo ni ufuska, huo ni ubinafsi. Sagilu mbona asijitafutie mke mwingine ama asalie kwa mke ambaye ako naye, bali anaharibu ndoa ya mtoto wake. Pia Sihaba ni binafsi kwa sababu anaharibu maisha ya watoto wenyewe kwa kuwaingiza kwenye ukahaba. Ufuska pia ni ukahaba, mtazamaji. Pia kuna uhasama au migogoro ya kikabila. Unapata kuwa imani za jadi zinazoendelezwa na viongozi kama Mtemi Lesulia za kupeana ajira kwa mapendeleo zinapelekea migogoro kati ya kabila la Waketwa na Wakule. Kwa hivyo hiyo pia inachangia ubinafsi. Pia kuna umasikinishaji au unyanyasaji. Unapata kuwa wananchi wanalazimika kununua bidhaa kwa bei ghali kutoka kwa wakiritimba kama Sagilu, hivyo kuzidi kuwa maskini. Kwa hivyo huo ni ubinafsi, kutojali maisha ya wananchi wengine. Pia unapata kuwa kusambaratika kwa ndoa. Unapata kuwa Sagilu anamhonga Mrima na pesa zinazomfanya kwenda ponda mali na kuweka ndoa yake hatarini. Kwa hivyo Sagilu ni mbinafsi kwa sababu hajali ndoa ya mwenzake. Anaamua kumpea Mrima pesa ambazo anaenda kujivinjari nazo kwa njia mbaya huko eneo la ponda mali. Pia kuna ubwete ambao pia ni utepetevu katika malezi au kulewa. Unapata kuwa hongo anayopewa Mrima inamfanya kulewa na kutelekeza malezi ya wanawe, na hili jambo linasababishwa na Sagilu ambaye anampea pesa aende anywe pombe aweze kulewa na kutelekeza malezi ya familia yake ambayo ni mkewe Mangwasha, watoto wake Sayore na Kajewa. Pia kuna jaribio la kuua. Cheia anapewa vishawishi ili kujaribu kumuua Lonare. Kwa hivyo huo ni ubinafsi, kuweza kujali maisha ya mwenzako na kutaka kumtoa uhai. Kwa hivyo hiyo pia inaonyesha kuna ubinafsi. Kuna kudorora kwa uchumi wa taifa. Kudorora kwa uchumi wa taifa, yani uchumi unarudi chini. Viongozi kama Sagilu na Mtemi Lesulia wanafisidi mali ya taifa. Hivyo kunakuwa na nakisi kwenye bajeti kila uchao. Yani wanajilimbikizia mali ya umma ama ya taifa, kisha uchumi unarudi chini. Kwa hivyo huo ni ubinafsi kwa sababu wanafanya hivyo ili kwa manufaa yao wenyewe, lakini si ya taifa nzima. Watu kwa taifa wanateseka, lakini wao wananufaika peke yao. Pia kuna ndege kuanguka. Ajira zinazotolewa kwa mapendeleo na Mtemi kwa Wakule pekee
inapelekea ndege za jeshi kuanguka. Kuna vyombo kupasuka baharini. Ajira zinazotolewa kwa mapendeleo na mtemi kwa wakule pekee inapelekea vyombo vya majini vya jeshi kupasuka. Pia kuna kudorora kwa viwango vya elimu. Baadhi ya walimu wanaoajiriwa na serikali ya Mtemi Lesulia kwa mapendeleo hawajafuzu, hivyo wanaendeleza bora elimu badala ya elimu bora. Nilikuwa nimetaja hapa awali mtazamaji, unapata kuwa viongozi walikuwa wanaajiri wakule wenzao ambao hata hawajahitimu katika vile viwango ambavyo walikuwa na waajiri, lakini wanaacha waketwa kuwapea kazi ambao wako na elimu ya kiwango cha juu, wako na ujuzi ambao wanafaa kuajiriwa katika vile viwango, lakini wanawanyima kwa sababu ya ukabila. Alafu hilo jambo la ubinafsi, kujali tu kabila lao, linafanya kudorora kwa viwango vya elimu, kwa sababu wale ambao wanafundisha si watu ambao wamehitimu kwa kazi hiyo. Pia kuna kuishi kwa hofu. Unapata kuwa ubinafsi unasababisha watu kuishi kwa hofu, kwa sababu wananchi wanaishi kwa hofu baada ya Sihaba na kundi lake kulipwa ili kusambaza vijikaratasi kuwa wahame. Kwa hivyo hilo jambo pia la ubinafsi linasababisha watu kuishi kwa hofu. Mtazamaji, kuna utamaushi au kutamauka. Unapata kuwa waketwa wanaofurushwa makwao wanatamauka kuhusu kupata haki baada ya Nanzia na Mbwashu kunyakua ardhi yao. Kwa hivyo huo ubinafsi ambao Nanzia na Mbwashu wanafanya unasababisha utamaushi miongoni mwa waketwa. Pia kuna kulimbikiziwa viongozi, kuzimwa kwa demokrasia, madikteta kusalia madarakani kwa sababu ya ubinafsi huu. Unapata kuwa Mtemi Lesulia anatumia vibaya mamlaka yake kusalia madarakani kupitia propaganda, uhuni na utekaji nyara. Kwa hivyo huo binafsi wa kutaka tu kusalia kwenye madaraka kunasababisha kulimbikiziwa viongozi au kuzimwa kwa demokrasia au madikteta kusalia madarakani kama Mtemi Lesulia. Kuna unyakuzi wa rasilimali ya taifa, rasilimali za taifa. Mtazamaji, unapata kuwa Nanzia ananyakua jumba la Skyline Mall la wananchi kwa kutumia ushawishi wake. Kwa hivyo huo ubinafsi wa kujitakia tu wao wamiliki vitu unasababisha unyakuzi wa rasilimali za taifa. Pia kuna lawama. Huo ubinafsi unasababisha lawama. Waketu wanaolaumiwa kwa matatizo yanayokumba wanamatuo kutokana na wakule kuwa madarakani. Kwa hivyo hilo jambo la ubinafsi la kabila moja kusalia madarakani linasababisha lawama. Mwisho kuna uharibifu wa mali au kuchomewa makazi. Kwa hivyo ubinafsi pia unaleta hayo madhara. Unapata kuwa waketwa wanachomewa nyumba zao ili ardhi yao inyakuliwe na Nanzia na Mbwashu. Kwa hivyo hayo ndio madhara pia ambayo ubinafsi unaleta. Kwa hivyo mtazamaji, hiyo ilikuwa hoja ya mwisho kwa hilo swala ambalo nimelitatua. Nilikuwa na hoja hizo 31. Kwa hivyo swali ilikuwa linataka hoja 14, lakini nikajisatiti nikatengeneza hoja 31. Kwa hivyo kabla wewe ni mgeni kwenye channel hii mtazamaji, unaweza tu kurudisha mkono kwa kufinya kidude cha subscribe, uweze kufinya kengele ili hiyo kengele iweze kukujulisha wakati wote ambao naweka kazi kama hii. Swali la pili linasema hivi: binadamu wote si sawa. Binadamu wote si sawa. Tetea kauli hii kwa kurejelea riwaya ya Nguu za Jadi. Binadamu wote si sawa. Tetea kauli hii kwa kurejelea riwaya ya Nguu za Jadi. Kwa hivyo swala hili ni alama 20. Alama 20 inatakikana upeane hoja 20. Kila hoja ni alama 1. Kwa hivyo hoja ya kwanza inasema kuwa mtaa wa Majuu ndio uliishi matajiri, ili hali idadi kubwa ya waketwa ilihusishwa na matabaka ya chini. Kwa hivyo hii inaonyesha kuwa binadamu wote si sawa. Kwa hivyo hili swali nataka uonyeshe kuwa binadamu wote hawako katika kiwango kimoja.
Kwa hivyo hili swala limeulizwa kwa njia ya ustadi kwamba mwanafunzi inafaa afikirie kwa undani ndiposa aweze kujua swala hili linazungumzia utabaka. Kwa hivyo kuna tabaka la juu na tabaka la chini. Katika kila jamii watu hawako sawa, wote si sawa. Kuna wale ambao wako kiwango cha chini cha maisha na kuna wale ambao wako kiwango cha juu. Kwa hivyo inafaa udhibitishe hivyo kauli hiyo kwa kutoa hoja zako kwa kurejelea riwaya Nguu za Jadi. Kwa hivyo hoja ya kwanza, vile tumesema, mtaa wa majuu ndio uliishi matajiri, ili hali idadi kubwa ya Waketwa ilihusishwa na matabaka ya chini. Kwa hivyo katika hiki kitabu kuna watu ambao wanaishi mtaa wa majuu ambao ni wa matajiri, watu kama Sagilu, Mtemi Lesulia, Chifu Mshabaha, lakini kuna mtaa wa Matango ambao uliishiwa na watu wa tabaka la chini kama vile kina Mangwasha, Murima na watu wengine. Pili, nchi ya Matuo ilishikilia utabaka. Unapata kuwa matajiri wakawa ndio wenye nchi na wananchi wakasalia tu kuwa wana wa nchi. Kwa hivyo nchi ya Matuo ilikuwa na watu ambao wa tabaka la juu, matajiri, ambao walikuwa wanaendesha kila kitu. Wao ndio walikuwa wenye serikali. Kisha watu wa tabaka la chini wao walikuwa tu wananchi bali si wenye nchi. Tatu, kuna watoto wa matajiri waliendeleza masomo yao, ili hali wa maskini waliomaliza shule hawakubahatika na masomo. Kwa hivyo unapata kuwa watoto wa watu ambao ni wa tabaka la juu kama vile Lonare na Mtemi Lesulia, unapata kuwa watoto wao waliendeleza masomo, ili hali kuna wengine ambao Mangwasha alikuwa anapata wa tabaka la chini ambao walikuwa wanaacha shule wanarandaranda, wengine walikuwa wanaendeleza ukahaba kwa kutumiwa na sihaba hapo kwa Red Bead Lodgings. Kwa hivyo hizo hoja tatu zinaonyesha kuwa binadamu wote si sawa. Pia unapata kuwa matajiri huwadharau maskini kwa kudhani kuwa hata simu zao hazina credit. Sagilu anaona kuwa simu ya Mangwasha haikuwa na credit. Kwa hivyo unapata kuwa watu wote hawako sawa kwa mujibu wa Nguu za Jadi. Tabaka la juu humiliki vitu kama microwave, huku la chini likifunzwa namna hata ya kulitumia ama kuitumia microwave. Pia unapata kuwa Marie Antoinette ana bangili za dhahabu, ila wanawake wa mtaani hutumia plastiki. Hiyo pia inaonyesha kuwa watu wawili hao hawako kiwango kimoja. Pia Marie Antoinette ana manukato ya bei ghali, ili hali warembo wa hapa wanatumia mkokoriko. Kwa hivyo unapata kuwa watu wote si sawa kwa mujibu wa Nguu za Jadi. Kuna ujadi wa kufisidi pato la nchi. Ujadi wa kufisidi pato la nchi unagawa nchi katika makundi mawili. Unapata kuwa kuna kundi la wale ambao ni matajiri na wale ni maskini, yaani tabaka la juu na tabaka la chini. Pia unapata kuwa mtaa wa majuu mjini Taria uliishi matajiri, watajika wa nchi na wakwasi. Kwa hivyo inaonyesha kuwa pande mbili watu si sawa. Watu si sawa katika nchi ya Matuo. Pia unapata kuwa Mtemi Lesulia na Lonare walitoka katika jamii tofauti na itikadi zao pia zilikuwa tofauti. Kwa hivyo hiyo pia inaonyesha watu wote si sawa. Mtemi Lesulia ametoka katika jamii tofauti na Lonare ametoka katika jamii tofauti. Pia Sagilu ana mali nyingi na anabadilisha magari kila mara. Hali hii inapelekea tabaka la chini kumwogopa. Kwa hivyo unapata kuwa Sagilu ako kiwango kingine ambacho ana uwezo wa kubadilisha magari kwa kila mara, ili hali watu wengine ambao hawana kiwango hicho, hawako katika kiwango hicho, wanamuogopa. Kwa hivyo inaonyesha watu wako katika pande mbili tofauti. Kuna baadhi ya watu walisafiri harusini kwa magari yao, huku maskini wakija kwa miguu. Hiyo pia inaonyesha tofauti ya watu katika nchi ya Matuo, kuwa kuna watu ambao wako na uwezo na kuna wale ambao hawana uwezo. Kuna makao ya matajiri hulindwa. Sagilu anapania kumpeleka Mangwasha katika makasri yanayolindwa na askari badala ya kuishi magangaoni ambapo hamna walinzi. Pia kabla niendelea hapo,
Sagilu alikuwa anajaribu kuonyesha tofauti kati ya mahali penye anaishi na mahali penye Mangwasha alikuwa anaishi. Sagilu alikuwa anajaribu kumuonyesha kuwa upande ambapo Sagilu anaishi, upande wa majuu, kuna askari ambao wanawalinda, lakini upande wa Matango ambapo Mangwasha anaishi hakuna walinzi. Na pia kuna tabaka la juu lina wafanyikazi. Mbungulu amemwajiri Yaya nyumbani wa kumsaidia kazi, ilhali wa tabaka la chini kama Mangwasha hana msaidizi. Pia unapata kuwa wanafunzi wa tabaka la juu wananunuliwa vitabu vipya, ilhali wa tabaka la chini kama Sayore hawakuwa wamenunuliwa. Pia kuna tabaka la juu ambalo hudharau kazi za tabaka la chini. Unapata kuwa Waketo walifanya kazi zote zilizodhaniwa duni na Wakule. Kwa hivyo hiyo pia inaonyesha watu ambao wako pande mbili kwa mujibu wa riwaya Nguu za Jadi. Kuna vijana wengi waliohitimu shule wanaajiriwa katika viwanda na mashamba ya matajiri. Kwa hivyo unapata kuwa vijana wengi ambao wanatoka katika tabaka la chini hawana uwezo wa kupata ajira kwa viwanda. Unapata kuwa watoto wa matajiri ambao hawajaweza kuhitimu vizuri ndio wanaajiri wale wa tabaka la chini katika viwanda. Kwa hivyo hiyo inaonyesha kuwa watu ni tofauti, kuna pande mbili, kuna wale ambao wako juu na wale ambao wako chini. Pia hoja nyingine ni matajiri wanawaajiri vibarua wa kuchimba na kusanya mchanga kwa mafungu ili wauze. Matajiri wanawaajiri vibarua. Hao vibarua wanachimba na kusanya mchanga, lakini si wao ndio wanauza. Ni hao matajiri ndio wanakuja wauze. Kwa hivyo inaonyesha kuna pande mbili, kuna wale ambao wanakusema na kuna wale ni wakutenda. Mwisho kuna wachimba mawe matajiri wananunua karakana zao na kupasulia mawe, na wale wa tabaka la chini wakitumia nyundo na tindo. Kwa hivyo hiyo pia inaonyesha pande mbili, watu ambao wanajiweza matajiri wa tabaka la juu na maskini ambao wanatumia nyundo kwa mikono yao ambao ni maskini, watu wa tabaka la chini. Kufikia hapo mtazamaji, nasema shukrani kwa kuwa nami kutoka mwanzo hadi tamati. Ningekusihi tu uweze kurudisha mkono kwa kuweza kusubscribe na kuweza kulike na kuweza kubonyeza hiyo kengele, iwe kama ishara ya kurudisha mkono kwa kazi nzuri ambayo nafanya. Bila shaka tuweze kukutana baadaye. Kazi hii ni kazi ambayo inasaidia msomi kuweza kujiandaa katika kwa mtihani wa kitaifa ama mtihani wowote ule. Shukran na tukutane kwa kipindi kijacho. Mungu akubariki.